Watu 5 wamefariki dunia kufuatia mlipuko wa gesi ulioripotiwa katika miji miwili ya Irani, Bandar Abbas kusini mwa nchi hiyo na Ahvaz karibu na mpaka wa Iraq, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani na maafisa wa serikali hii leo Januari 30 mwaka 2026. Katika tukio la kwanza, mlipuko mkubwa uliotokea hii leo katika jengo la makazi kwenye kitongoji cha Azadegan, mji wa bandari wa Bandari Abbas. Maafisa wa eneo hilo walisema kuwa mlipuko huo ulisababisha kifo cha mtoto mmoja wa kike mwenye umri wa miaka 4, huku watu wengine 14 wakijeruhiwa na kukimbizwa hospitalini kwa matibabu. Baadhi ya majeruhi waliripotiwa kuwa katika hali mbaya, ingawa hakuna taarifa rasmi zilizotolewa kuhusu hali zao za sasa. Mkurugenzi mkuu wa usimamizi wa majanga wa mkoa wa Hormozgan alisema kuwa kwa masikitiko kuwa mtoto yule ndiye pekee aliyepoteza maisha katika tukio la Bandar Abbas. Aliongeza kuwa vikosi vya uokoaji na zimamoto vilifika eneo la tukio kwa haraka na kuanza operesheni ya kuwasaidia waliokwama chini ya vifusi pamoja na kudhibiti moto uliosababishwa na mlipuko huo. Kwa mujibu wa mkuu wa zimamoto wa eneo hilo Mohamed Amin, uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa mlipuko huo ulisababishwa na uvujaji wa gesi na mkusanyiko wake ndani ya jengo. Akizungumzia kupitia runinga taifa, alisema kuwa hiyo ndiyo nadharia ya mwanzo, huku uchunguzi zaidi ukiendelea kubaini chanzo kamili cha tukio hilo na iwapo kulikuwa na uzembe au hitilafu za kiufundi. Wakati huo shirika la habari la Tasnim lilikanusha taarifa zilizosambaa mitandaoni zikidai kwa mlipuko huo ulihusisha shambulio lililomlenga kamanda wa jeshi la wanamaji wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Tasnim ililiita madai hayo kama ya uongo kabisa na likasisitiza kuwa tukio hilo halikuwa la kijeshi bali ni ajali ya kiraia. Katika tukio tofauti lakini linalohusiana na gesi, watu wengine 4 waliripotiwa kufariki dunia baada ya mlipuko mwingine wa gesi kutokea katika mji wa Ahvaz karibu na mpaka wa Iraq. Gazeti la serikali la Tehran Times liliripoti vifo hivyo, ingawa maelezo ya kina kuhusu mazingira ya mlipuko huo hayakutolewa mara moja. Milipuko hii imetokea wakati Iran ikiwa katika kipindi cha mvutano mkubwa wa kisiasa na kiusalama kimataifa. Hata hivyo, maafisa wawili wa Israel waliambia Reuters kuwa Israel haikuhusika kwa njia yoyote na milipuko ya leo Jumatatu.